Asanteni sana. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Asha Rose Migiro, Katibu Mkuu wa CCM, ndugu Alhaji Hassan Jarufu, Mwenyekiti wa CCM wa Mkoa wa Lindi, wajumbe wa Kamati Kuu na Halmashauri Kuu ya Taifa ya CCM mliopo, ndugu Bakari Albwatamu, Mwenyekiti wa CCM Wilaya Lindi Mjini, ndugu wajumbe wa Kamati ya Siasa za Mkoa na Wilaya, wagombea wenzangu wa ubunge wa mkoa wetu wa Lindi, wagombea udiwani Lindi Manispaa, wana CCM wenzangu, wananchi wenzangu wa jimbo la Mchinga. Kidumu Chama cha Mapinduzi! CCM oye! Kazi na utu! Mheshimiwa Rais na mgombea wa urais wa CCM, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku hai na afya njema na kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo. Leo ni siku ya furaha sana kwetu sisi wanamchinga kwa kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa mgombea wa urais wa Tanzania. Ni mara ya pili sisi kupata bahati hii jimboni kwetu Mchinga. Lakini safari ni tofauti na ya mara ya kwanza Mheshimiwa alipokuja kama makamu wa rais na mgombea mwenza 2020. Leo anakuja akiwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oye! Sisi wanamchinga tunakushukuru kwa ukarimu na upendo wako kwetu. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu akulinde na kukuongoza umalize salama kampeni hizi na kupata ushindi mkubwa unaolingana na ukubwa na heshima kwa chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Hapa nina maana ya ushindi mnono kwako mgombea urais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa wagombea udiwani wa CCM na mimi mbunge wao Salma Rashid Kikwete. Mheshimiwa, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Mchinga, natoa shukrani maalum kwako na kwa chama chetu CCM kupanga kufanya mkutano wa kampeni hapa Mchinga. Mmetupa heshima kubwa ambayo tutaikumbuka kwa miaka mingi ijayo. Mimi binafsi, wana CCM, wananchi wa jimbo la Mchinga, tumefurahi na kufarijika sana. Umetuonesha upendo wa hali ya juu ambao hatujui ni kwa namna gani tutaweza kukulipa. Shukrani yetu itaonekana kwenye masanduku ya kura tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025. Samia mitano. Mheshimiwa Rais na mgombea wa rais wa Chama cha Mapinduzi, niruhusu pia niwashukuru wanachama na wapenzi wa CCM na wananchi wa jimbo la Mchinga kwa kujitokeza kwa wingi katika mkutano wetu wa leo. Mmetuonesha mapenzi makubwa sana kwa rais wetu kipenzi na mgombea urais wa CCM katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ni matumaini yangu kwamba tarehe 29 Oktoba 2025 mtajitokeza kwa wingi kutiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ili aendelee kuwa rais wa nchi yetu. Mtajitokeza kwa wingi kutiki kwangu Salma Rashid Kikwete ili niendelee kuwatumikia kama mbunge wa jimbo la Mchinga, na mtajitokeza kwa wingi kutiki kwa wagombea wote wa udiwani wa Chama cha Mapinduzi. Oktoba tunatiki. Oktoba tunatiki. Kwa Daktari Samia Suluhu Hassan tunatiki. Kwa Salma Rashid Kikwete tunatiki. Kwa madiwani wote wa CCM tunatiki. CCM oye! Mheshimiwa Rais na mgombea wa urais wa CCM, jimbo letu la Mchinga katika halmashauri ya Manispaa ya Lindi lina wananchi wapatao 79,030 kwa mujibu wa sensa ya 2022, waishio katika kata 11, vijiji 47 na vitongoji 236. Pia kuna matawi ya CCM 60 na mashina 322. Nafurahi kukuarifu kuwa
Katika miaka yangu mitano ya ubunge wa jimbo letu la Mchinga, nimetembelea vijiji vyote 47 na takriban vitongoji vyote isipokuwa vichache kama vipo. Tena nimetembelea mara kadhaa na kukaa na kuzungumza na wananchi. Napenda kukupongeza na kukushukuru wewe binafsi na serikali ya CCM unayoiongoza kwa umakini na umahiri na kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanyika jimboni kwetu katika kipindi cha uongozi wako. Hali ilivyo leo sio ile iliyokuwepo kipindi mimi nilipochaguliwa kuwa mbunge Oktoba 2020 na wewe ulipokea uongozi wa nchi yetu Machi 2021. Changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi wa jimbo hili zimeshughulikiwa kwa dhati kabisa. Yapo mambo yameweza kupatiwa ufumbuzi na yapo ambayo bado yanaendelea kushughulikia. Tena kwa namna ambayo inawapa matumaini kuwa jawabu litapatikana. Wananchi wana matumaini makubwa kwamba katika miaka yako mitano ijayo ya uongozi wako, mambo yatakuwa mazuri zaidi. Ndio maana tunasema kwa kujiamini kuwa Mchinga kuchele na yajayo yanafurahisha. Na ndiyo sababu tunasema Samia Suluhu Hassan mitano tena. Mheshimiwa Rais na mgombea urais wa CCM, tumepata mafanikio yanayoonekana kwa upande wa upatikanaji wa huduma za maji, afya, elimu, miundombinu ya barabara, miundombinu ya simu na mengine mengi. Mafanikio hayo yamerahisisha na kuboresha maisha ya wanamchinga. Hata hivyo, bado tuna kazi kubwa ya kufanya mbele yetu. Ni imani yangu kwamba baada ya wanamchinga kukupa kura nyingi za kishindo Oktoba 29, 2025, katika miaka mitano ijayo mambo makubwa yatafanyika. Mheshimiwa Rais, orodha ya mafanikio ni ndefu na kwa ufinyu wa muda nitataja baadhi ya miradi iliyotekelezwa na serikali yako ndani ya jimbo la Mchinga. Kwa upande wa maji, tumeshuhudia utekelezaji kwa vitendo wa dhamira yako ya kumtua mwanamke ndoo kichwani. Tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kutupa mradi mkubwa wa maji kutoka Ng'apa hadi Mchinga ambao uligharimu zaidi ya bilioni 12.4. Na huu mradi ni mradi wa kihistoria. Tangia uhuru tulikuwa hatuna maji. Wanamchinga walikuwa wanachota maji ya visima. Hawajui bomba, hawajui nini. Mradi huu umeleta ukombozi mkubwa kwa wanamchinga na ndio maana tunakushukuru sana. Kwa sasa mradi huo unanufaisha wananchi wa vijiji vya Mchinga 1, Mchinga 2 na Ruvu. Lakini lengo la mradi huu ni kufikisha maji mpaka vijiji vyote vya kata ya Kilolambwani na kata ya Mvuleni B. Yaani vijiji vya Kilolambwani, Dimba, Mnang'ole, Malo, Mvuleni A, Mvuleni B, Mvuleni Mashariki na Kijiweni. Kazi inaendelea. Pamoja na mradi huo kama miradi mingine ya maji katika maeneo mbalimbali ya jimbo hili. Mfano ni vijiji vya Nangaru Corridor, Mipingo Matapwa pamoja na Nanchime ambako wakandarasi sasa hivi wako site na kazi inaendelea. Nani kama Mama Samia? Vile kwa upande wa vijiji vya Namkongo, Mtumbikile na Makumba, nina imani kwa kura tutakazokupa wanamchinga tatizo hilo litaweza kubaki historia au kubaki sehemu ndogo sana miaka mitano ijayo. Mheshimiwa Rais na mgombea urais wa CCM, kwa upande wa miundombinu ya barabara, katika miaka mitano ya uongozi wako tumeshuhudia kazi ya kutia matumaini ikifanyika kutatua changamoto hii. Madaraja kadhaa yamejengwa, miongoni ikiwemo daraja la Mangoma katika kijiji cha Mnyangara pamoja na la Milola, la Uleka na la Matimba. Pia vivuko vya watembea kwa miguu wa Mchinga na Sinde vimejengwa. CCM oye! Kwa mara ya kwanza katika historia ya jimbo la Mchinga, mtu anaweza kutoka upande mmoja hadi mwingine wa jimbo bila kupitia Lindi mjini.
Hii ni baada ya kujengwa kwa barabara kutoka Moka hadi Mtumbikile. Huu ni ushindi mkubwa kwako na kwa chama chetu CCM oye! Kwa bahati mbaya, miundombinu hii mizuri iliharibiwa na kimbunga Hidaya. Lakini nipende kuishukuru serikali yako kupitia TARURA kwa kuanza kufanya marekebisho. Kazi inaendelea na nina imani kuwa miaka 5 ijayo hali itakuwa nzuri zaidi. Ni matarajio yangu kuwa awamu ijayo serikali yako itafanya uboreshaji mkubwa wa barabara za vijiji vya Kiwawa, Mputwa na Mkongo, Makangara, Luchemi na Mnyangara, ili barabara zake ziweze kupitika vipindi vyote vya mwaka. Kwa upande wa huduma ya afya, katika miaka 5 ya uongozi wako tumefanikiwa kujenga zahanati za Namtamba na Mkongo, Kilangala-B, Mkwajuni, Ruwima na kituo cha afya kimoja cha Mvuleni. Hii imesaidia kuimarisha afya za wananchi wanaohudumiwa. Zahanati hizi na kituo hicho cha afya zimesaidia sana kuokoa maisha ya kina mama wajawazito na watoto wachanga na wenye umri chini ya miaka 5. Nasema asante sana mama. Ombi letu ni kuwa katika miaka 5 ijayo tunaomba kujengewa vituo vya afya na zahanati katika maeneo yenye uhitaji. Tunashukuru hatua za awali za ujenzi zimeanza kwa vituo vya afya vya Nangaru na Rutamba. Sambamba na hilo tunaomba kuongezewa madaktari na wauguzi pamoja na dawa na vifaa tiba vya kutosha katika zahanati za vituo vya jimbo la Mchinga. Mheshimiwa Rais na mgombea urais wa CCM, kwa upande wa elimu, yaliyofanyika katika kipindi cha uongozi wako ni kama miujiza mikubwa. Haijawahi kutokea. Shule za msingi 7 zimejengwa katika vijiji vya Ruchemi, Regeza Mwendo, Miche, Kingurungundwa, Rutamba na sasa Runyu na Malo. Ombi letu katika miaka 5 ijayo tunaomba kuboresha miundombinu mingine ya elimu sambamba na kuongezewa idadi ya walimu, vitabu na mahitaji mengine ya kufundishia na kujifunzia. Kwa upande wa elimu ya sekondari, shule mpya za sekondari 5 zimejengwa katika vijiji vya Kilolambwani, Kilangala, Kiwawa na Nangaru. Aidha, ujenzi wa shule hizo za msingi na sekondari umeenda sambamba na ujenzi wa nyumba za walimu. Ni kuombe katika miaka 5 ijayo kutuongezea nyumba za walimu ili kuepusha usumbufu wa walimu kusafiri kutoka mbali. Mheshimiwa Rais na mgombea wa urais, ningekuwa na uwezo hili ningelitamka kwa herufi kubwa kuonyesha furaha na shukrani zetu nyingi sana zisizopimika kwa. Tunakushukuru kwa uamuzi wa busara wa kujenga shule maalum kwa wasichana kwa masomo ya sayansi, moja kwa kila mkoa. Tunatoa shukrani maalum kwa heshima kubwa uliotupa kwa shule hiyo kwa mkoa wa Lindi kujengwa Kilangala katika jimbo la Mchinga. Tunasema asante sana tena sana. Samia Suluhu Hassan mitano tena. Kwa upande wa umeme, katika miaka 5 ya uongozi viko vijiji 13 ambavyo havikuwa kabisa na umeme. Sasa hivi vimeunganishwa na huduma hiyo muhimu ya kuongeza kasi za maendeleo. Vijiji hivyo ni kama Mnyangara, Kiwawa, Mputwa na Mkongo, Kitoha, Vidimba, Ruvu, Limilo, Ruoma, Makangara, Matapwa na Mtamba na Rucheni. Hii maana yake ni kwamba vijiji vyote 47 katika jimbo letu la Mchinga sasa vina umeme. Tumebakiza vitongoji 32 tu kati ya vitongoji 236 ambavyo serikali yako imeshatoa fedha na wakandarasi wanaendelea na kazi ya kuunganisha. Ndugu mgombea wa urais, kwa upande wa mikopo ya halmashauri kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, jumla ya vikundi 36 vimenufaika na fedha
Jumla ya shilingi milioni 119.9 zimetolewa. Pia tunaishukuru TASAF kwa kuendelea kuchangia maendeleo katika jimbo la Mchinga. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya kaya 5,000 zimenufaika. Katika kipindi cha miaka 5 ijayo, tunaiomba serikali ya CCM utakayoiongoza, tunaamini utashinda kwa 99.99999, kuendeleza sera ya mikopo ya halmashauri kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, na ikiwezekana iongezeke na kuvifikia vikundi vingi zaidi. Vile tutakushukuru iwapo idadi ya kaya zinazonufaika na TASAF katika jimbo letu la Mchinga zitaongezwa. Pia nafurahi kukuarifu kuwa huduma ya simu imeendelea kuboreshwa jimboni. Maeneo mengi yamefikiwa ambapo hapo awali yalikuwa hayana huduma hiyo. Na kitu kwa lugha ya huku kwetu, watu walikuwa wanapanda juu ya miti kule, wanasema wanakwenda kujitega kutafuta laini. Mheshimiwa Rais, sasa hivi hakuna kujitega tena, simu zote zipo. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa upande wa michezo, tumeendelea kushuhudia jitihada zako kubwa za kuendeleza michezo nchini. Kwa upande wangu nimekuwa nagawa mipira, jezi na vifaa vya michezo kwa vijana na baadhi ya timu hapa jimboni kwetu. Nitajitahidi kuendeleza jitihada hizo katika miaka 5 ijayo, iwapo nitachaguliwa au iwapo wanamchinga watanipa ridhaa hiyo. Dhamira yangu ni kuona timu kutoka jimbo la Mchinga inashiriki ligi kuu ya Tanzania. Tutakapoona unaweza kutusaidia, tutaomba utushike mkono Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais na mgombea wa urais CCM. Mwisho, lakini si mwisho kwa umuhimu, hapa jimboni kwetu tulikuwa tunakabiliwa na changamoto ya usalama wa raia na mali zao. Hii ilihusu tatizo kubwa la uvamizi wa ndovu katika mashamba na makazi ya watu. Wamekuwa wakiharibu mazao, hata kujeruhi na kuua watu. Nipende kuchukua fursa hii kukushukuru sana Mheshimiwa Rais na mgombea urais. Ndugu zangu kutoka katika kata za Mchinga, Kilangala, Milola, Nangaru, Matimba, Kiwawa, Mipingo, Kitomanga, Mvuleni, Kilolambwani na Rutamba, wameniagiza niwasilishe kutoa maombi matatu muhimu. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Rais wetu mpendwa, walichoniagiza wanamchinga, wanaomba kuwa iwapo utafikiria kugawa maeneo ya utawala, sisi wanamchinga utufikirie kupata halmashauri. Vikao vya ngazi ya wilaya na mkoa yamepitisha maombi haya na tayari yamefikishwa wizarani. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais wetu mpendwa, ni kuhusu kilimo. Wananchi wa jimbo letu la Mchinga ni wakulima. Wanaishukuru serikali kwa kuandaa mradi wa umwagiliaji wenye thamani ya zaidi ya bilioni 30. Mkataba wa mradi huu umesainiwa. Tunaomba msukumo ufanyike ili mkandarasi aweze kuanza kazi ya utekelezaji. Aidha, tunashukuru sana kwa ruzuku ya pembejeo. Imetusaidia sana kuongeza uzalishaji kwa upande wa zao la korosho, ufuta, mbaazi na kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Tunaomba mpango huu udumishwe. CCM oye! Ombi la tatu ni la wananchi wanaotegemea bahari kwa shughuli za uvuvi. Wanaomba msaada wa kupata vyombo na zana bora za uvuvi ili waongeze kipato na kuinua hali za maisha yao. Pia kuna maombi ya msaada wa kuendeleza kilimo cha mwani. Wanawake hawa wanalima sana mwani. Mwani ni mkombozi kwa wanawake, kuwaondoa kwenye umaskini. Mheshimiwa Rais na mgombea urais,
napenda kukuhakikishia kuwa wananchi wa jimbo la Mchinga ni watu wema na wenye mapenzi makubwa na wewe na Chama cha Mapinduzi. Tunaomba ufahamu kuwa tarehe 29 Oktoba 2025 tutaenda kuandika historia mpya katika jimbo letu. Tutahakikisha kuwa utapata kura za kishindo wewe kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hassan ili uendelee kuongoza miaka mingine mitano. Hii itakuwa ndiyo shukrani yetu kwako kwa mema mengi uliotufanyia katika uongozi wako wa serikali ya awamu ya 6. Naomba kutumia nafasi hii kuwaomba wananchi wa jimbo la Mchinga wanichague niendelee kuwatumikia kama mgombea wa jimbo hili. Tumeshirikiana vema katika miaka hii mitano. Nimewaitikia kila mliponiita. Nimewatembelea na kuwasikiliza kwa yale mlioyataka nifanye. Ninawaahidi nitaendelea kuwa mtumishi wenu mwema. Vile naomba tuwachague wagombea wa udiwani wa Chama cha Mapinduzi. Tuhakikisha tunapata mafiga matatu. Rais kutoka CCM ambaye si mwingine bali ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumpe kura mama, tumpe kura. Hai, tumpe kura mama, tumpe kura. Mama Samia atuongoze kwenye taifa letu la Tanzania. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, bendera juu, bendera juu, bendera juu. Mikono juu kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Oktoba tunafanya nini? Tunatiki. Samia Suluhu Hassan oye! Haya, tuwape kura madiwani wa CCM. Madiwani wa CCM oye! Tutoke majumbani tarehe 29 Oktoba tukatiki. Kwa nani? Kwa madiwani. Vile tutoke wote kwa pamoja. Tuende kwenye vituo vya kura mukatiki kwangu mimi Salma Rashid Kikwete. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Mikono juu. CCM oye! Tunatiki kwa Salma Rashid Kikwete. Tunatiki kwa Salma Rashid Kikwete. Mama Samia Suluhu Hassan mitano tena. Madiwani mitano tena. Salma Rashid Kikwete. Salma Rashid Kikwete. CCM oye! CCM oye! Mheshimiwa, baada ya kuomba kura kwa wanamchinga hawa, ushahidi ni ule, yale mabango, zile ndio kazi Mheshimiwa Rais ulizozifanya kwa kipindi cha takribani miaka mitano. Wanakushukuru kwa dhati, wanakushukuru kwa wema, wanasema haitapotea kura hata moja kwako wewe Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watatiki na watatiki kwa madiwani wa CCM. Wanamchinga wanasema tunakutakia kila laheri na fanaka katika safari yako ndefu ya kuzunguka ili taifa letu la Tanzania. Wanachosema kama ambavyo sisi wanamchinga tunasema, ndivyo Watanzania wanavyosema juu yako, kwamba hakuna mwingine zaidi ya Daktari Samia Suluhu Hassan, hakuna mwingine zaidi ya chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Tunasema asante sana kwa kuja, tunakupenda sana mama Mchinga na Mama Samia. Mchinga na CCM, Lindi na CCM kwa namna ya pekee. Nikupe salamu, mimi nina mume, si mwingine bali ni Daktari Jakaya Mrisho Kikwete. Daktari Jakaya Mrisho Kikwete anakupa salamu nyingi za dhati kwa sababu ana kazi nyingine nje ya Tanzania. Anasema kama sivyo angekuwepo hapa
kunisindikiza mimi na kukupokea wewe kama Mwanalindi na kama mume wa Salma Rashid Kikwete. Anakutakia kila laheri na mafanikio makubwa. Asante sana mama, mwisho wa maneno hayo. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante. Wanamchinga hoye.